yale yote aliyoyasema alipokuja hapa Mwanza na yale ambayo wawakilishi wenu walimwambia na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi yatatekelezwa. Ilani ya uchaguzi imebeba mambo mengi mazuri kwa wana Mwanza na wilaya zake, mambo yatakayotutoa hatua hii na kwenda mbele zaidi kimaendeleo yatakwenda kutekelezwa, na amenituma niwahakikishie yale yote aliyoyasema yatapewa kipaumbele, yatakwenda kupewa kipaumbele. Mengine aliyasema yatatekelezwa ndani ya siku 100. Tayari utekelezaji wake umeanza. Huyu ni kiongozi ambaye akisema anatekeleza, na ushahidi huo tunao, na vitu alivyovifanya katika miaka takribani 4 na sehemu iliyopita inathibitisha hayo. Kati ya mambo aliyoyasema atatekeleza ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake, ni kama mnavyokumbuka katika awamu ya kwanza ya uongozi wake Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alijenga zaidi ya hospitali 119 kwenye wilaya ambazo hazikuwa na hospitali. Alijenga zaidi ya vituo vya afya 640 kwenye kata za kimkakati na makao makuu ya tarafa zote za nchi hii ambazo zilikuwa bado hazina vituo vya afya. Na alijenga zaidi ya zahanati 2800 kwenye vijiji ambavyo havikuwa na zahanati. Na alijenga zaidi ya shule 2700 za msingi na zaidi ya shule 1300 za sekondari na zaidi ya madarasa 79,000 katika maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji madarasa. Baada ya kukamilisha majengo haya kwa nchi nzima, kwenye maeneo yaliyokuwa na uhitaji wa majengo haya, wa miundombinu hii, ulijitokeza upungufu wa wataalamu katika maeneo haya, upungufu wa watoa huduma za afya kwenye hospitali zetu, kwenye vituo vya afya na kwenye zahanati. Mheshimiwa Rais akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa watumishi wa afya, ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu. Hivi tunavyoongea tayari tangazo la ajira lilishatoka la kuanza ajira 12,000 zikiwepo 5,000 za afya na 7,000 za upande wa elimu, na masuala ya usaili yanaanza tarehe 10 ya mwezi huu, wiki ijayo. Na usaili wa watumishi hawa 12,000 kwa Mheshimiwa Rais, kwa kutambua vijana wa Kitanzania wametapakaa kila mikoa, zitafanyika kwenye kila mkoa. Na hapa Mwanza usaili utafanyika, na kule Msoma usaili utafanyika, na kule Mbeya usaili utafanyika, na kule Songwe usaili utafanyika, na kule Geita usaili utafanyika, na kule Kigoma usaili utafanyika, na kule Simiyu, na kule Arusha, na kule Tanga. Kila mkoa utafanyika usaili kwa ajili ya kuwapata watumishi hawa 12,000 ndani ya siku 100, na mpaka itakapofika Disemba 10, Januari 10, watumishi hawa watakuwa tayari kuripoti ofisini na kuanza kazi mara moja, kama Rais alivyoahidi wananchi wakati anapita kwenye kampeni. Hili ni jambo linalokwenda kuboresha huduma katika maeneo haya ambayo tayari miundombinu yake ilikwisha kujengwa. Yamejengwa madarasa mazuri,
vimejengwa vituo vya afya vizuri vya kisasa, vimewekwa na marumaru, madirisha ya vioo. Mpaka Wasukuma wenzangu wakifika hapo wanasema ejese nani mbona ndio correlation, anasema ni nani huyu, mbona tunafanana naye? Kumbe amejiona kwenye kioo. Amejenga majengo bora mpaka vijijini, madarasa. Ninyi mnakumbuka nchi yetu ilikuwa na utaratibu, kila mwaka unapoanza wanafunzi wengine waliofaulu wanasubirishwa ili madarasa yajengwe kwanza. Mama yetu alipofika akasema tutajenga madarasa yote yanayohitajika na tutaendelea kujenga mengine kwa kadiri yanavyohitajika ili watoto wote waanze mara moja wanapotakiwa kwenda masomoni. Iliondoa utaratibu wa kuchangishana. Wazee wetu walikuwa wanashindwa kula Krismasi na mwaka mpya, wanakimbia familia kwa kuogopa kamata ya kuku, mbuzi ili kujenga madarasa. Yote yamejengwa. Na Mheshimiwa Rais amesema watumishi wanaripoti Januari. Walimu 7,000 mpaka Januari 10 watakuwa wamesharipoti. Na wahudumu, madaktari na watoa huduma wengine wa afya 5,000 watakuwa wamesharipoti Januari ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi wetu kwenye maeneo haya yenye uhitaji wa huduma hizi. Lakini sio hilo tu. Alisema tunakwenda kuanza bima ya afya. Na kwa kuanzia tutaanza na watoto, tutaanza na kina mama wajawazito na wazee wasiojiweza. Jambo hili na lenyewe litazinduliwa mwezi wa kwanza, amesema, na sasa linaenda kutekelezwa. Lakini alisema pia ndani ya siku 100 utaratibu wa ndugu zetu kukataliwa mili ya wapendwa wetu wanapokuwa wametutoka likomeshwe. Hivi tunavyoongea waraka umeshatoka wa kutokukatalia mwili wa mpendwa wetu anapokuwa ametutoka hospitalini, na vile vile mtu yeyote kutokukataliwa matibabu kama bado hajamaliza masuala ya malipo. Na nimepita katika baadhi ya hospitali, nimeelekeza kwa yeyote atakayefikishwa hospitalini kwa dharura aanze kwanza kupata matibabu. Masuala ya uandikishaji yatamfuata akiwa tayari anaendelea kupata matibabu. Lazima kwanza tuhangaike na maisha ya Mtanzania badala ya kuhangaika na makaratasi na taarifa zake. Na hili limeshaanza kutekelezwa, na nimewaelekeza wakuu wa mikoa pamoja na viongozi wengine wote serikalini kufuatilia katika hospitali zote hapa nchini. Mtanzania akifika hospitalini kwa dharura, hali yake inahitaji uangalizi wa haraka, apokelewe kwanza, apewe huduma. Wakati anapewa huduma ndio mambo ya kuandikishana yaweze kufuata. Hivyo ndivyo rais wetu anavyojali afya za Watanzania. Na nilielekeza kwa upande wa kina mama wajawazito, mama mjamzito amefikishwa hospitalini, uchungu umeshampata, asidaiwe mambo ya kusubirishwa beseni sijui ndoo. Hospitali zetu shughulikieni mambo hayo ya dharura. Shughulikieni mambo hayo ya dharura, pasiwepo na mama ambaye uchungu umeshamfika akaanza kusubirishwa kwa sababu kuna mambo yanatakiwa ya kiutawala yafanyike. Haya ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais hataki kuyasikia. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nitaendelea kufuatilia kila eneo kuhakikisha kwamba maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania baada ya kumaliza takribani vijiji 13,000 ambavyo vimepata umeme,
katika awamu ya pili ya uongozi wake anakwenda kushughulika na kufikisha umeme kwenye makazi ya watu. Mwaka huu mapema pale Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais alikuwa mwenyeji wa marais wote wa Afrika na viongozi wengine duniani, akiwepo rais wa Benki ya Dunia, mtendaji mkuu wa Shirika la Fedha Duniani, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na wakuu wa taasisi mbalimbali. Wakaweka azimio wakiwa Dar es Salaam kwamba katika miaka mitano kuanzia sasa mpaka 2030 lazima Waafrika wapatao milioni 300 waunganishwe na umeme. Na Tanzania iliwasilisha mpango mkakati wake. Na mbali na hilo, ilikubalika kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na hili ni moja ya jambo ambalo liko kwenye mambo ya siku 100 na mpango wake unaendelea. Na yeye ndio champion, yeye ndio kiongozi wa kimataifa wa dunia nzima wa mpango wa kuwatoa wananchi kwenye kupikia kuni na mkaa kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na hili ni moja ya jambo lingine linaloendana na kupeleka umeme kwenye vitongoji na kwenye kaya za Watanzania ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma ya umeme na kuweza kujiletea maendeleo. Hii ni sekta nyingine itakayopewa msukumo. Lakini mbali na hiyo, Mheshimiwa Rais alielekeza tunahama kutoka kwenye utaratibu tuliokuwa tunatumia kwenye masuala ya maji. Tunakwenda kwenye gridi ya taifa ya maji. Tunataka mwananchi aliyeko Mwanza, yuko karibu na chanzo cha maji, pasiwepo na eneo wanapata shida ya maji. Na kazi hii, mpango kazi wake tayari umeendelea kutekelezwa ndani ya siku hizi 100 kukamilisha ni namna gani tunakwenda kutekeleza jambo la gridi ya taifa ya maji kama tulivyo na gridi ya taifa ya umeme pamoja na maeneo mengine. Huyo ndio Samia, na hayo ndio mambo aliyoyapanga kuyatekeleza katika miaka 5 inayokuja. Na rekodi yake ya utendaji wa kazi kwenye miaka 5 na pungufu iliyopita inatuambia kwamba anaposema jambo anatekeleza. Alipokea mradi wa reli ukiwa hatua chache, takriban 37-40. Reli hiyo imekamilika kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, tayari inatumika. Ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, ilikuwa ndoto ya hayati Magufuli. Inatekelezeka, inatumika sasa mpaka Dodoma. Na kuanzia Isaka kuja Mwanza, mkandarasi tayari kama mkuu wa mkoa alivyotuambia, zaidi ya 60%. Na mimi kwa sababu siku si nyingi nilikuwa kule kwenye kikapu, niwahakikishie wana Mwanza, fedha ya kukamilisha reli hii kutoka pale Isaka mpaka hapa Mwanza ipo, inasubiri utekelezaji na kasi ya mkandarasi. Huyo ndo Samia. Lakini sio hiyo tu. Miradi mingine ya kimkakati imetekelezwa. Tulikuwa na upungufu wa umeme kwenye nchi yetu. Tulikuwa na mgao wa umeme. Tulikuwa na katika ya umeme. Tukiwa na upungufu mkubwa wa umeme, shati ya umeme. Na ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere kujenga bwawa la umeme. Na Rais Magufuli akasema bwawa hilo lijengwe, pamoja na kwamba wakubwa wote wale walikuwa wataki, akasema hili litajengwa. Na hivi tunavyoongea, bwawa lile limetumia takriban trilioni 6.5 na limekamilika. Na sasa Tanzania ina ziada ya megawatts zaidi ya 2000 za ziada ya zile zinazotumika. Hiyo ndio Tanzania. Niseme tu kwa uchache, lakini haya yanafanyika kwenye barabara zinazotekelezwa na TARURA. Tulikuwa na vijiji vingi na mitaa mingi ambayo inakosa barabara hizo. Na sasa nilikuwa napita, hadi siku moja nimepita wapi huko Ushetu Kahama kule, siku nyingine nilipita wapi huko Iringa, siku zingine nilipita wapi huko nyumbani kwetu huko
na nikapita na Simiyu, kote kule barabara zimejengwa na mpaka za vijijini. Na nilipita sehemu nyingine huko, Wasukuma wenzangu walikuwa na furaha tu, wanaiangalia barabara na daraja limepigwa igese kuocha piama kono hangoli ya wana genzera kwa sababu barabara imenyoka. Barabara zimenyoka, na sasa zitaendelea kutengenezwa barabara, na zile za vijijini maeneo yote korofi zitatengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ili ziweze kudumu. Mimi naomba wa Tanzania, ili mambo haya yote yaweze kutekelezwa, ni lazima mambo mawili haya tuyafanye. Moja, Watanzania wote lazima tukubaliane, lazima tuwe na nidhamu ya kazi. Hatutatekeleza mambo haya kwa kasi kubwa zaidi. Ninyi ni mashahidi, ilani ya uchaguzi imebeba mambo mengi, lakini pia tunaenda kuanza kutekeleza dira mpya ya 2050. Ni lazima tuwe na nidhamu ya kazi. Lazima tuwe na nidhamu ya kazi. Na Mheshimiwa Rais amesema kila eneo yeyote ambaye ana wajibu wa kutimiza, ni lazima tutangulize nidhamu ya kazi. Watu tufanye kazi. Na mimi nimepewa jukumu hilo la kusimamia nidhamu ya kazi na kusababisha shughuli za serikali zitekelezwe. Nimeshaanza kuzunguka. Nimetoa na maelekezo. Nimekaa na wakuu wa mikoa Dodoma, nimewaelekeza. Na jana na juzi nimekaa na mawaziri, nimewaelekeza. Kila mmoja awafuatilie walio chini yake, watimize wajibu. Lazima kila mmoja atimize wajibu. Lakini sio tu watumishi wa umma, hata wale wanaopewa majukumu ya kutekeleza, wakandarasi, watoa huduma, lazima tuhakikishe kama umeshapokea fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo unaifanya. Nilipita moja hivi nikakuta anatokea huko sijui wapi huko, nchi zingine hizo za wapi huko, kwa sababu anaongea Kiingereza na kwamba na nchi hii iliwahi kutawaliwa na wanaongea Kiingereza, anakuja kibosi kama vile anaenda kukagua vibarua wake. Nikasema mkamateni, wekeni ndani na asitoke ndani ya nchi hii mpaka mradi ukamilike. Kwa wakandarasi wote, yeyote ambaye ameshapokea pesa, ahakikishe kazi ambayo imeshafanyika inalingana na pesa aliyopokea. Na hapa nimeambiwa na mkuu wa mkoa, kuna eneo kwenye daraja linaenda linasuasua. Nimeambiwa kuna daraja linaenda linasuasua. Nielekeze waziri wa ujenzi pamoja na huyo mkandarasi. Waziri afike kwenye daraja hilo na mkandarasi huyo awepo site, aseme anakamilisha lini kazi hiyo. Nitakapokuja ziara ya kikazi, nikute kazi hiyo imepiga hatua. Nimeelezewa. Nimeshaelezewa. Ni lazima maeneo ambako fedha ya walipa kodi imeshatoka, lazima wapate matunda ya fedha yao. Na hicho ndicho Mheshimiwa Rais anachotaka kukiona. Nimeambiwa nitakuja mwenyewe, nitakuja Makuyuni. Lakini kwa muda huu waziri aende na mkandarasi awe site. Awe site. Tunataka wananchi wasipate kero eneo ambalo serikali imeshachukua hatua. Na maeneo mengine yote. Lakini
viongozi wasikilize kero za Watanzania. Tumesema kila mmoja aende awasikilize Watanzania. Muundo wa uongozi ndani ya nchi yetu, tumesogeza huduma kwa wananchi. Tunapojenga ofisi za umma, tunapojenga ofisi katika kila eneo, tunapogawa maeneo, tunapeleka viongozi katika eneo husika, tunataka kuwasogezea huduma Watanzania pale walipo. Hatutengenezi maeneo, hatugawi maeneo ili tutengeneze nafasi za uongozi. Tunapeleka maeneo karibu na wananchi kuwasogezea huduma. Mheshimiwa Rais amewezesha miundombinu, wengine magari, wengine pikipiki. Haya si magari ya kuendea kwenye semina, ni magari ya kuendea kutatua kero kwa wananchi. Tuende tukatatue kero. Nimesema na nilikopita pale, nimewaelekeza wote na wakuu wa mikoa wasimamie wa chini yao, na wale wa chini yao wasimamie wa chini yao. Kama kuna eneo kuna kero, kama inawazidi kimo, viongozi walioko eneo hilo walibebe wenyewe jambo hilo kulipeleka ngazi inayofuata na warudishe mrejesho kwa wananchi. Tuache utaratibu wa kuwa ofisini tunajadiliana mambo binafsi, hatujadiliani mambo ya kero zinazoletwa na wananchi kwenye ofisi zetu. Dana. Mwananchi anaenda ana kero, anaambiwa njoo kesho. Mwananchi anaenda anafuata leseni, anaambiwa njoo kesho. Mwananchi anaenda ana mgogoro, anaambiwa njoo kesho. Akija kesho anaambiwa kesho kutwa. Akija kesho kutwa anaambiwa wiki ijayo. Akija wiki ijayo anaulizwa, hivi ulisema nini? Haya mambo ya ajabu hayapaswi kuendelea. Anahangaika kufuatilia jambo ambalo alishalifikisha kwenye ofisi ya serikali. Analazimika huku ameshalifikisha kwenye ofisi ya serikali. Tunampa kazi kutoka kwenye kijiji aende kata, atoke kata aende wilaya, atoke wilaya aende mkoa, atoke mkoa aende taifani. Nini maana ya kuwa na ofisi pale kwenye kijiji? Nini maana ya kuwa na ofisi pale kwenye kata? Tunataka mwananchi yeye mwenyewe akamwone mkuu wa mkoa. Sisi tukikutana na mkuu wa mkoa tunamwambia mambo gani? Lazima utaratibu wa kimuundo wa kushughulikia kero za wananchi uzingatiwe. Tunamzungusha mwananchi mpaka anaishiwa nauli. Akishaishiwa nauli anasema basi ngoja nibaki na kero hii. Anasubiri siku Mheshimiwa Rais anapita, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu. Basi anaona kwa sababu nilishafuatilia mpaka nauli zimeniishia, ngoja nipeleke hata bango tu ili rais anione hata kwa mbali. Akipeleka bango na lenyewe ananyang'anywa kabla viongozi hawajafika. Nimepita pale Nyasaka. Nikapita pale Nyasaka. Nikakuta mama moja ana jambo lake limemuumiza. Anasema mwanae amebakwa. Mama analia. Wakawepo viongozi ambao wamemzuia hapo. Ameshafikisha na kwenye serikali ya kijiji. Wanamkinga. Akitaka kwenda kwa DC wanamkinga. Akitaka kwenda kwa mkuu wa mkoa wanamzonga. Wanafunika. Na asingesema wamemzuia kwenda asingesema mwenyekiti yule amemsikiliza, wamemzuia na mwenyekiti kwenda ngazi ya juu, wamemkinga asiende kwa RPC, wamemkinga asiende kwa mkuu wa wilaya, wamemkinga asiende kwa mkuu wa mkoa. Ningewafukuza wale wote pale leo waliofanya. Nimeelekeza yule anayetuhumiwa atafutwe mpaka apatikane, na ikithibitika amefanya yale ashtakiwe kwa kubaka.
Ikithibitika, lazima mkono wa sheria ushike mkondo wake. Na nimesema yule mama hakikishiwe usalama, na mkuu wa mkoa fuatilia wale waliokuwa wanakinga jambo ili wanafunika mama yule asipate haki yake. Ukiwapata hawastahili kuendelea kwenye utumishi wa umma. Hatuwezi kuwa na watumishi wa umma wanaoshirikiana na wahalifu kupoka haki za wananchi wetu. Ifuatilie. Na nimemwelekeza RPC huyo mtu asakwe. Wajuzi yule mwingine pale Tabora, pale Urambo, daktari, tabibu. Tabibu anaenda kumbaka mgonjwa. Na nikapewa taarifa iliyothibitishwa na madaktari wa pale wa mkoa, wamethibitisha. Nilisema yule na aliyeshirikiana nao wakamatwe na wafukuzwe kazi mara moja na wafunguliwe kesi ya ubakaji. Lazima viongozi tusikilize kero na tutatue. Kama inatuzidi kimo, tuibebe wenyewe, kwa sababu tumepewa uwezesho tuende hatua inayofuata, kwamba tuna jambo hili na hili linahitaji majawabu, na yakishapatikana tuwarudishie wananchi wetu. Tuwarudishie. Nilipewa na jambo lingine pale Nyakalilo pale Buchosa. Pana mgogoro wa ardhi Nyakalilo pale Buchosa. Mkuu wa wilaya na mkurugenzi, nendeni pale Nyakalilo, mfuatilie huo mgogoro na muumalize, wananchi wasipate shida ya kufuatilia jambo hilo. Nitakapokuja ziara kule, nije mgogoro ukiwa umeisha. Ndio, nchi yetu ina muundo mzuri wa kiutawala. Mheshimiwa Rais kafanya jitihada zote za kuwezesha kila ngazi ifanye kazi. Tuna magari, tuna pikipiki, tuna uongozi kila ngazi. Mheshimiwa Rais hawezi kuwa kila kata kila dakika. Wapo viongozi kule. Tusikae kila dakika tunajadili mambo binafsi. Tushughulikie kero zinazohusu wananchi wa Tanzania. Na hii nitaifuatilia. Na mimi nimesema watumishi wa umma na viongozi wote wanaofanya kazi nzuri tunawapongeza. Tuna watumishi wa umma wazuri wanafanya kazi, ndio maana nchi yetu imepiga hatua. Lakini tutashughulika na wale wazembe wanaosababisha wananchi wanungunike kila wakati. Ndio. Na nimesema wanaofanya hivyo vitu vya ovyo wala wasihamishwe, wafukuzwe. Hatuna shida ya watu wa kufanya kazi nzuri. Ndio. Kwa hiyo la kwanza nimesema, ili haya mambo yote mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi, haya mambo yote yaliyoahidiwa kwenye ilani, haya mambo yote yaliyoahidiwa kwenye dira, ili yaweze kufanikiwa, lazima tuwe na nidhamu. Lazima tuwe na nidhamu kwa sekta binafsi. Ukiangalia haya mambo yaliyotokea haya, ya kukuta jambo la Mtanzania ambaye amehangaika, amejinyima, kahangaika mpaka katengeneza shughuli yake ya uzalishaji, alafu mtu anaenda anaiwasha moto, huku ni kutokuheshimu sekta binafsi. Na Watanzania tusipoheshimu sekta binafsi,
hatutashinda vita ya umaskini, hatutashinda tatizo la kupata ajira kwa vijana wetu. Ukikuta mtu kaanzisha shughuli ya uzalishaji, aheshimiwe. Hiyo sio shughuli yake binafsi peke yake, pamoja na kwamba inaitwa binafsi, ametengeneza ajira za Watanzania wengine, anatengeneza ajira za watu wengine. Lazima tuheshimu shughuli zinazotengeneza maisha ya watu. Ametengeneza ajira. Unapochoma haumkomoi tu aliyeanzisha. Mamia wanakosa ajira, mamia wanasomesha watoto kwa kutumia ajira hiyo. Ndio, lazima tuheshimu sekta binafsi. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Huu utaratibu na mimi niwaambie, duniani kote, wala sio Tanzania tu hapa. Naye lazima tuambizane ukweli, si Tanzania tu. Hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikali. Haipo nchi ya aina hiyo. Haipo. Robo watakuwa serikalini, robo tatu wako sekta binafsi. Tutachukia sekta binafsi, watoto wetu watafanya kazi gani? Umasikini tutaushindaje? Lazima tuheshimu. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Na yasema kwa Watanzania na wasema na kwa watumishi wa umma. Mtu ana jambo lake, anataka kuanzisha shughuli ya uzalishaji, lazima aheshimiwe. Anaenda kutengeneza ajira, anaenda kutengeneza maisha ya watu wengi, mtu aina hiyo. Nidhamu hiyo. Tuache utaratibu wa kuwachukia watu wanaoanzisha shughuli inayo toa ajira na kwa watu wengine. Ndio. Hilo lilikuwa la kwanza, ili tuweze kufanikiwa haya mambo ambayo yameahidiwa. Nimesema haya miradi ya maendeleo. Kuna ajira milioni 8. Lazima tuwe na nidhamu kazini. Lazima tuwe na nidhamu kwa sekta ya sekta binafsi. Lakini jambo la pili, nilisema mawili. Jambo la pili, lazima tutunze amani ya nchi yetu. Hatuwezi kushinda vita ya umaskini kama nchi yetu haina amani. Hata mtu binafsi mmoja mmoja hauwezi ukapata maendeleo kama nchi yetu haina amani. Hauwezi ukapambana na umaskini kama nchi yetu haina amani. Hauwezi kutengeneza ajira kwa vijana wa Kitanzania kama nchi yetu haina amani. Hakuna mtu atawekeza, hakuna mtu atafanya shughuli ya uzalishaji, hakuna mtu ataanzisha kiwanda, hakuna mtu atafanya shughuli ya kilimo cha kisasa, hakuna mtu atafanya biashara. Huwezi ukatengeneza ajira kwenye nchi isiyo na amani. Hauwezi ukapambana na kupanda kwa gharama za maisha kama nchi haina amani. Ninyi mnaona vurugu za siku mbili tu, mliona gharama za maisha zilivyopanda. Wenzenu wasiowatakia mema wanasema sasa fanyeni vurugu zisizokoma. Mtaishije Watanzania? Mtanzania wa kawaida ninayemjua, Mtanzania wa kawaida ninayemjua ni wa kutoka akajishughulishe ndio apate chakula. Tuna Watanzania wangapi wa kukaa ndani mwezi mzima na wakaishi? Ndio maana nawaambieni, wanaowatuma hata hawajui Watanzania wakoje. Kuna Watanzania hata jiko hana, akitoka ni kazi na kula huko huko.
ughaibuni, sijui Amerika, sijui Ulaya, sijui nchi gani, unawaambia Watanzania nendeni mkafanye vurugu zisizo na ukomo. Unataka hawa watu wale wapi? Unataka hawa watu waishije? Watanzania, tutafakari kila neno. Tutafakari kila neno unaloambiwa. Tafakari maisha ya Mtanzania. Mimi nimeishi maisha hayo. Nikiwa nimemaliza masters, nimeishi maisha hayo. Naenda kwenye sehemu ya kumwaga, ya kiwanda cha kumwaga zege, na mke wangu akiwa naye amehitimu chuo, anapika mamalishe pale pale. Tukitoka nyumbani tunaenda kazini na kula huko huko. Watu wanakula hapo hapo alipokwenda. Wewe unasema anzisheni vurugu ya bila kukoma. Unataka Watanzania waishije? Ndio haya mambo lazima watu waone wajibu tulionao wa kujali maisha ya mtu mmoja mmoja. Mama anayepika mamalishe anatarajia watu waende ndo walipe kodi yake. Wengine wanalipa ya mwezi mmoja, wengine ya miezi mitatu. Hana hata kodi ya mwaka mzima. Unataka watu wakae ndani, yule mama aishije? Unataka watu wawe na vurugu isio na kikomo. Hawa watu waishije? Mwingine anapata kipato cha kila siku cha kuuza genge lake, kuuza samaki wake, kuuza dagaa wake. Wewe unataka Watanzania, na wewe hata haupo hapo. Mtandaoni eti unasema tukutanie eneo fulani kama upo vile. Tanzania lazima tutafakari kwa kina haya mambo. Na haya ninayowaambia wala si mambo ni mambo ya nchi, wala si mambo ya vyama vya siasa. Haya ni mambo ya nchi. Haya si mambo ya serikali, ni maisha ya Watanzania haya. Haya ni maisha ya Mtanzania mmoja mmoja, mwenye chama na asiye na chama. Tumechezeshwa kamchezo juzi kabaya. Na hawa wanaochochea hata hawako hapa. Hata hawapo. Unaambiwa kachome biashara ile, kachome jengo lile, kachome barabara ile. Barabara si mali ya serikali. Barabara si mali ya chama chochote cha siasa. Unaambiwa kachome nchi yako. Nchi hii si mali ya serikali. Hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu Tanzania ipo. Bila Tanzania hakuna chama cha siasa. Tanzania si mali ya vyama vya siasa, si mali ya serikali, wala si mali ya viongozi. Ukiwasha moto nchi yako haumkomoi kiongozi yeyote. Hata hii miundombinu hii, mimi nimekuwa hazina pale, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Nimekuwa hazina pale mwaka 2011-15 nikiwa naibu waziri. Na miaka 5 iliyopita nikiwa waziri wa fedha. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote ni kodi ya Watanzania. Ni mali yenu. Hata uchukue mkopo ni mali yenu. Ndio maana uko unamsikia kila wakati Rais Magufuli anasema hizi ni fedha zetu, kwa sababu ukichukua mkopo si utalipa? Utalipa kwa fedha yako. Umetanguliza tu fedha yako uende ukaitumie. Ni fedha yenu inajenga barabara. Na Watanzania mliopo, Watanzania walio wengi ninaowajua mimi, hawana ziada, wanajinyima tujenge mahakama, wanajinyima tujenge ofisi ya wilaya, wanajinyima tujenge darasa, wanajinyima tujenge zahanati. Umejinyima namna hiyo, umejinyima maisha namna hiyo,
ukajenga mwenyewe, alafu mtu aliyeko mbali kule anakuambia kachome. Yeye kule aliko watoto wake wanasoma, watoto wake wanatibiwa pua na mdomo, anapoishi na hospitali ni pua na mdomo. Barabara zake ni carpet, hawaruhusu hata kurusha kizibo cha chupa ya maji kwenye barabara zao anakoishi. Wewe za kwako anakuambia nenda kachome. Na wengine unamsifia, unasema huyu unampenda. Wa aina hiyo. Tangu lini hao wanaharakati hawa wameipenda nchi yetu? Wanaharakati hawa lini wameipenda nchi yetu? Wakati wa serikali ya awamu ya 4 walikuwa wanatukana hivyo hivyo. Wakati wa serikali ya awamu ya 5 tuko na hayati Magufuli, walimtukana matusi mabaya yasiyo na ubinadamu. Alipofariki aocha wawaiso Magufuli, wakafanya na sherehe Bumwanuwalwa. Leo hii wale walio sisi nchi nzima tukiwa tunaomboleza, wao wanafanya sherehe. Wanaharakati hao wote wanaoandika, mmesahau lini? Hawa wote siku taifa liko kwenye huzuni, hawa walikuwa wanafanya sherehe. Kwa nini mmewasahau? Si ni hawa? Nendeni kwenye mtandao yao muone. Hawa taifa limeondokewa na kiongozi mpambania maisha ya Watanzania. Wao walifanya sherehe na kejeli. Hawa leo hii, tangu lini hawa wamekuwa wapenzi wa Tanzania? Wochagi pyama sara ena egese mulita busumba na balogi. Tangu lini hawa wameipenda nchi yetu? Hawa wanaharakati hawa tangu lini wameipenda nchi yetu? Wengine mkiangalia hivi mnadhani wanaitukana awamu hii tu. Nendeni mkafuatilie. Wanaharakati hawa walifanya hivi awamu ya 4. Walitukana, walinyimwa tu ile hukumu ya Mungu. Wakafanya hivyo serikali ya awamu ya 5. Hawa sisi tuko kwenye msiba wao wakasherehekea. Hawa wamegeuka lini? Hawa wamekuwa ndugu zenu? Wameipenda lini nchi yetu hao? Wengine mnaona wanatukana serikali ya awamu ya 6. Fuatilieni kumbukumbu zao. Na wao wakishachochea vurugu kama hivi ndio wanalipwa kule wanakoishi. Wanaishi kwa kuchochea vurugu. Majuzi wanawalipa vijana. Kijana mmoja hivi, hawa vijana wengine hawa wamechukuliwa juzi hawa. Walikuwa vijana tuko nao humu, tunasongesha wote, tunapeana, tunaombana M-Pesa. Eti majuzi kwa ajili ya kutumwa kuchochea vurugu, kijana mmoja anapewa bilioni 5. Bilioni 5 ni milioni 5,000 anapewa. Alafu anatafuta wewe, anakushawishi demokrasia. Yeye kakunja bilioni 5. Na wengine wanaopita huko kutushawishi wamepewa vichenji vya nenda wewe kawanunulie chupa ya petroli. Na Tanzania tumeshafikishwa ule mchezo wa kitoto ule wa kuwekewa takataka kichwani eti kakianguka amekutukania mamako. Hii mambo gani? Haya mambo gani? Unarushaje shutuma kwa serikali ambayo imejenga miundombinu ya afya
mingi kuliko kipindi chochote tangu nchi ipate uhuru. Imejenga majengo ya elimu mengi, kama nimetoa takwimu, kuliko muda wote tangu uhuru. Imetekeleza miradi ya umwagiliaji, miradi ya uvuvi mingi kwa bajeti ambazo hazijawahi kutengwa tangu nchi ipate uhuru. Pero wengine mnadanganywa. Sasa wengine hawakushiriki uchaguzi, wamezuiwa. Ninyi hamjajua mtego uliokuwa unawekwa. Wamebadili njia tu, lakini lengo lao ni lile lile. Walikuwa wanataka tusiende kwenye uchaguzi, wakisema walikuwa wanataka tusiende kwenye uchaguzi, wakisema mpaka tufanye kwanza marekebisho haya na katiba, wakijua katiba haiwezi kupatikana ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo ili muda wa kikatiba wa serikali iliyopo ungeisha, halafu waje waseme tuna serikali ambayo iko nje ya kikatiba. Warudi tena kwenye hii vurugu. Ukisafiri na mtu ambaye hataki safari, utamjua tu. Ukimpa viatu anasema vizito. Ukimwambia ondoa viatu anasema chini pana moto. Atakuwa anabadili sababu tu. Sasa hii ni nchi. Hatuwezi tukafanya mambo kwa misingi ya hisia. Tuna sheria, tuna katiba tumejiwekea. Hii ni nchi, ina katiba na sheria mama ya kuheshimiwa. Namba 1 ni katiba. Hatuendi tu kwa hisia, ni katiba. Sasa wale wanaowatuma hawa wanaharakati hawa na wengine wanaochochea, wale wanaowatuma wao lengo lao hata si uchaguzi. Wanafanyaga hivi kwenye nchi zinazogundua rasilimali. Wanafanyaga hivi. Ni vile kwa sheria za kimahusiano ya kimataifa hauruhusiwi kutaja taifa lingine. Ningewatajia walifanya taifa gani na taifa gani. Mataifa yale yaliyogundua rasilimali walifanya hivi. Ndio maana hayati Magufuli kila wakati alikuwa anawaambia vita ya kiuchumi haijawahi kukoma. Wanafanyaga hivyo. Na ninyi mnaangalia uchaguzi, wenzenu wanajua Tanzania imegundua madini adhimu inayoifanya Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika kwa wingi wa madini adhimu, uranium pamoja na mambo mengi. Wanajua itakuwa nchi miongoni mwa nchi 9 duniani zenye madini hayo adhimu, ambayo ndio madini yanayohitajiwa zaidi sasa hivi duniani. Wanajua Tanzania katika hii miaka hii ndio mradi wa gesi unataka sasa kuanza kutekelezwa na mauzo kuanza kufanyika. Wanajua ndio Tanzania sasa inataka kuuza chuma. Ni miongoni mwa nchi 5 Afrika zenye chuma kingi, zenye makaa ya mawe mengi, na ndio mradi huo unataka kufanyika. Wanajua Tanzania inaboresha na inataka ijenge reli ya kaskazini, reli ya kusini, bandari ya kaskazini, bandari ya Bagamoyo, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Kilwa, bandari ya Mtwara. Wanajua reli inakuja mpaka Mwanza, inaenda mpaka Msongati. Wanajua wale wa vita ya kiuchumi wapo, wa vita ya kibiashara wamo. Wala hawawazi uchaguzi. Ninyi mnaona uchaguzi, wenzenu wanaona uranium. Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Hawa watu wanaweza kutoa bilioni 5 kwa mtu mmoja. Yule aliyewapa hizo bilioni 5 wapeleke kwa mtu mmoja, yeye anafaidika na nini kama sio kwamba anamezea mata uranium? Na mimi sisi wafugaji hatuogopaji. Nilikuwa nazuia chui na simba wasile ng'ombe wa baba, nitaogopao. Na wakiendelea kusema nitafumuka zaidi. Najua wakiendelea nitafumuka zaidi. Simtanilinda? Wangapi watanilinda nifumuke?
Wangapi watanilinda nifumuke? Na mheshimiwa rais ameweka mwongozo mzuri. Kila nchi Mungu kawapa watu, kila nchi Mungu kawapa watu nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania na Afrika ni ya Waafrika. Tanzania haitaongozwa kwa remote. Wale wanaomezea mate madini yetu watameza mate mpaka na ulimi. Tutailinda Tanzania kwa nguvu zote. Ndio. Na mimi nitoe rai kwa Watanzania. Katika tukio lililopita, wachochezi walichochea, wakatokea na vijana wakafuata mkumbo, na mheshimiwa rais akatoa msamaha kwa wale waliofuata mkumbo. Hatutarajii tunakokwenda kwamba patakuwepo na kijana atafuata mkumbo. Hatutarajii. Na wala hatutaruhusu fujo itawale kwenye nchi yetu. Hatutaruhusu fujo itawale kwenye nchi yetu. Tumekubaliana kuendesha nchi kwa mujibu wa katiba na sheria. Kila mmoja ana wajibu wa kutimiza kwenye hili. Kila mmoja ana wajibu wa kutimiza kwenye hili. Kwenye nchi yoyote ile hakuna haki inayokwenda bila wajibu. Una haki yako na una wajibu wa kutimiza. Ndio. Kwa hiyo narudia tena, kwa sababu yeyote ile, Mtanzania, usije ukasukumwa kwenda kuchoma nchi yako mwenyewe. Zamani huko vijijini Usukumani kule tulikuwa tunavuna, ndo utamaduni wa Wasukuma huo, kulima shamba kubwa, unavuna, unaweka kwenye gala kubwa. Ili jukwaa kuu lote hili sehemu nyingine ni gala 1.5 au magala mawili. Gala kubwa. Akiingia panya, tulikuwa tunamshughulikia panya tu yule aliyeko kwenye gala letu. Sasa wewe tukukute umewasha moto nyumba nzima na magala yote. Ango na letima ngoso. Unauchomaje ngoso? Unawashaje magala yote, shamba zima? Unataka uishije? Tuna dukuduku, tuna kero wa Tanzania, tutashughulikia yale yaliyo dukuduku. Mengine yani ya kinidhamu, tayari mheshimiwa rais ameshatoa maelekezo. Mengine ya kimahusiano, tayari mheshimiwa rais kashatoa mwongozo wa namna ya kuyashughulikia. Na Tanzania si mgeni wa kushughulikia mambo haya. Na wengine ni wakumbushe, unajua wengine wanasahau. Wanatoneshwa kwenye mambo yanayotokea. Wanataka kufanya kama vile mambo hayo yanatokea yameanza juzi. Kwamba eti kuna watu wanasema kwa sababu kuna jambo hili basi tuwashe nchi. Haya hajaanza juzi, yapo kila wakati. Rais huyu wakati anaingia madarakani, walikuwepo watu waliofanya fujo za aina hii. Wakati rais huyu anaingia madarakani, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa ndani. Na alikuwa ndani kwa makosa makubwa tu, tumeshasahau. Wakati huo rais huyu aliyepo akiwa makamu kiongozi, baada ya uchaguzi uliopita, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa ndani kwa makosa makubwa. Ni rais huyu akasema tutengeneze mahusiano, akamtoa
Mwanza oye! Mwanza oye! Mwacheni, haina shida. Mwacheni aje. Mwacheni aje. Sasa njoo, mleteni hapo. Bwana umeshafika, tulia nimalizie, tulia hapa tunakusikiliza. Sogea hapo, sogezeni pale kwenye kiti kile cha pembeni hapo. Tutakusikiliza sasa hivi. Subirisheni hapa tunakusikiliza hapa. Mwanza oye! Mwanza oye! Nilikuwa nasema Tanzania si wageni wa kushughulikia mambo yetu na tukaelewana. Tulipomaliza uchaguzi uliopita nimeelezea hicho kisa. Lakini viongozi wengi wa vyama vya siasa walikuwa na makesi zaidi ya 600. Rais huyu aliyafuta, akaelekeza yafutwe, twende kwenye maridhiano, akaja na R4. Na wengine walikuwa ugaibuni wakiwa wamekimbia uhamishoni. Huyu akasema rudini tujenge nchi. Si wageni wa kutatua mambo yanayohusu nchi yetu. Nchi hii imewahi kupita vipindi vigumu vya kupotea maisha ya watu. Mimi nikiwa waziri wa mambo ya ndani nakumbuka tulipoteza idadi ya wenye viti wanaotokana na CCM Kibiti na Mkuranga pale na Rufiji, na wanaoandika na kuchochea hawakuandika hivi, au kwa sababu waliokuwa wanapotea walikuwa wenye viti wa CCM. Hivi nimewahi kujiuliza, wenye viti wote wale kwa idadi ile, kila siku unaambiwa kauawa na huyu, inatokea nyingine kauawa, hivi wangekuwa wa vyama vingine sio CCM, hivi mmeshajua wangesemaje? Kwa hiyo wakati ule ni serikali ilikuwa inaua viongozi wa CCM. Serikali ilichukulia ni uhalifu na ikapambana na ule uhalifu. Ule ukanda ulishakuwa ukanda wa hatari. Serikali na vyombo vya ulinzi na usalama wakapambana na uhalifu ule mpaka ukakoma. Leo hii tumefikishwa kwenye hatua ya wale wanaotutengenezea chuki kila leo. Tumefikishwa kwenye hatua hata watu wakigombana binafsi ni serikali, kwa sababu wanataka mchukie jeshi lenu la polisi, mchukie vyombo vyenu vya ulinzi. Hata binafsi ni serikali. Tulipoteza wenye viti pale Mkuranga, Rufiji na Kibiti, wenye viti wa serikali moja wanaotokana na CCM kwa nafasi zao. Anakutwa shambani, mtu anamuinda. Ninachotaka kusema, tuwe macho. Yale ambayo yanahusu marekebisho, Mheshimiwa Rais ameshatoa mwongozo ya kimahusiano, yatashughulikiwa kwa utaratibu huo. Yale yanayohusu masuala ya nidhamu yatashughulikiwa kwa namna hiyo. Yale yanayohusu ajira kwa vijana, Mheshimiwa Rais katengeneza wizara ya kushughulikia masuala ya vijana, na itakuwa na mfuko wa mitaji pamoja na maeneo mengine yanayohusiana na uanzishaji wa makampuni kampuni changa pamoja na makampuni ya uzalishaji. Mheshimiwa Rais kabadilisha sheria ili makampuni ya Kitanzania yapate kazi kujenga uchumi ndani ya nchi yetu. Kama kuna jambo la kushughulikiwa, yatashughulikiwa na yatashughulikiwa na Tanzania. Na wala Tanzania haijaazimwa kwamba wako wakubwa fulani ambao wao ndo wanaorekebisha. Haitaendeshwa kwa remote.
Wale wengine wanalilia misaada tu sasa, kwamba unajua ikienda hivi sasa misaada. Fuatilieni rekodi, misaada ilikuwa ya miaka ya 90. Ndio kulikuwepo na misaada. Wewe unalilia msaada, mwenzako analilia uranium yako. Lazima tuamke. Kwa hiyo niliona niwaelezee hayo na nitoe rai kwa Watanzania wote, makundi mbalimbali, viongozi wa dini zote za nchi yetu, vijana, viongozi wa kimila, sekta binafsi. Hii nchi ni yetu sote. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Huku tukimtanguliza Mungu mbele, na tutashughulikia tunayoyaona magumu, atayarahisisha, atayafanya mepesi, ili nchi yetu iweze kuendelea kuwa nchi ya amani na Watanzania waendelee kufurahia maisha ndani ya nchi yetu. Tusimpe mwanya adui kupitia kwenye haya mavuguvugu. Mimi nawajua sana hawa. Wanataka yatokee mavuguvugu, wao wapitishie ajenda yao pale. Nawajua. Na sisi hatutaruhusu vuguvugu, hatutaruhusu vurugu, kwa sababu tunajua ajenda zao. Tena ni mnukuu Rais Magufuli. Alisema anayetaka kufanya fujo asimtangulize mtoto wa mtu, aje yeye mwenyewe. Hii habari ya yeye na watoto wake na ndugu zake, mwanaharakati anakaa kule anawaambia kwenye mtandao tukutanie mahali. Anayetaka fujo asimtangulize mtoto wa mtu, aende yeye mwenyewe. Tuna katiba, tuna sheria, lazima tuheshimu katiba yetu ya nchi, tuheshimu sheria tulizoziweka, tuheshimu taratibu tulizojiwekea. Sote lazima tutimize wajibu huo. Wote tunawajibika na taifa letu. Mungu awabariki sana. Tuendelee kumtanguliza Mungu mbele na nchi yetu itaendelea kusonga mbele. Asanteni sana ndugu zangu, na washukuru sana. Yasese safari ya maderubalija ili vile maguta yasesa. Asanteni sana. Haya, tusimame wote. Tanzania oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mtazamaji wa nyosha bendera, TBC, ndivyo mambo yalivyokuwa hapa katika